Yes bwana, dalili za kufikia katika hitimisho ya hii mbilinge dabi ya Kariakoo ni kama zinaelekea ukingoni hivi, lakini bado kuna sehemu kumekwama. Tunasubiri majibu ya mwisho ndio ambayo yatakuja kuamua, lakini mpaka sasa tunapozungumza, jioni ya hivi leo bodi ya ligi imetoa ratiba mpya ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, ikiutoa siku ya Juni 15 ikiupeleka Juni 25 saa 11 jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa hapa jijini Dar es Salaam. Sasa basi ni mbilinge ambazo zimechukua muda mrefu kweli mpaka kufikiwa hapa lilipoamuliwa. Na hili tunakwenda kuliangalia katika sura tatu tofauti, kwa maana ya mazingira yote matatu na kipi ambacho kinaendelea mpaka wakati huu. Eneo la kwanza ambalo tunakwenda kuliangalia ni eneo la wekundu wa Msimbazi, kwa maana ya Simba Sports. Simba katika huu mchezo wao ni wageni, lakini waliweka wazi jana kupitia taarifa kwa umma ambao waliitoa, taarifa yao rasmi ambao waliitoa juu ya msimamo wao wa mchezo huu wa dabi ya Kariakoo, na waliweka wazi kwamba wanafahamu au wanatambua kwamba mchezo huu upo siku ya Juni 15, Juni 15, na tofauti na Juni 15 basi itakuwa ni tofauti au kinyume cha kanuni, manake kanuni itakuwa imekiukwa na mchezo huo utakuwa batili, na hawapo tayari kucheza siku tofauti na Juni 15. Huu ndio msimamo wa Simba ambao waliutoa siku ya hapo jana, wakawa wamesisitiza tu mashabiki kuendelea kukata tiketi kwa ajili ya kujiandaa na huo mchezo. Kwa hiyo hao ndo Simba na hatua ya mwisho walipofikia. Lakini tukienda upande wa pili na upande wa Young Africans. Young Africans wao kupitia kikao ambacho alikaa Juni 9 sambamba na mamlaka ya soka, waliweka wazi baada ya kutoka kwenye kile kikao kupitia ofisa habari wao Ali Shaban Kamwe, waliweka wazi kabisa kwamba kuna matakwa yao wanayahitaji ambayo ni manne. Matakwa hayo yakitimizwa basi wapo tayari kwa ajili ya kucheza huo mchezo. Matakwa hayo ni yapi? Kwa haraka tuangalie yametimizwa ama la. Matakwa ya Young Africans, takwa la kwanza ni kujiuzulu kwa CEO wa TPLB, yani bodi ya ligi ya Tanzania, CEO wao ajiuzulu. Hilo ndio takwa la kwanza ambalo so far tunapozungumza hakuna taarifa yoyote ya CEO kujiuzulu. Lakini takwa lao la pili ni kujiuzulu kwa General Secretary, yani katibu wa TFF. Yes, mpaka sasa tunapozungumza hakuna taarifa yoyote ya kujiuzulu kwa katibu wa TFF. Na takwa la tatu ilikuwa ni kuvunjwa kwa kamati ya saa 72. Yes, hii kamati ilikuwa ivunjwe kwa mujibu wa matakwa ya Young Africans. Lakini takwa la mwisho la muda mrefu ni bodi ya ligi kuwa huru. Bodi ya ligi iwe bodi huru inayojitegemea. Kwa hiyo haya ndio matakwa manne ya klabu ya Young Africans. Lakini uongozi wa Young Africans ulisisitiza kwamba hata kama matakwa manne haya yatatimizwa, hususan haya matatu, kwa sababu hili moja ni la muda mrefu, haya matatu yatatimizwa, basi wao hawapo tayari kucheza mchezo huo siku tajwa ya tarehe 15, yani Juni 15 hawawezi kucheza. Hivyo basi Young Africans msimamo wao ndio huu. Kwa hiyo tumeangalia sehemu ya kwanza ya Simba na sehemu ya pili ya Yanga, manake hawa wawili wanakinzana. Yanga anasema hawezi kucheza Juni 15, hata kama atacheza hawezi kucheza Juni 15. Simba anasema atacheza Juni 15, hawezi kucheza tarehe nyingine yoyote. Kwa hiyo ni kipindi ambacho bodi ya ligi wamepitia wakati mgumu kweli. Leo katika session za asubuhi niliwahi kusema kwamba bodi ya ligi wana kikao kizito ambacho wamekaa mamlaka ya soka kwa ujumla wake kwa ajili ya mustakabali wa kupata suluhu ya hili jambo, kwa maana ya huu mchezo wa dabi ya Kariakoo ili uweze kuchezwa, kwa sababu wao wanachopambana ni kuona hii mechi inachezwa kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo bodi ya ligi na wenyewe kupitia ofisa habari wao Karim Boimanda jana kwenye kipindi cha mshike viwanjani kilichofanyika cha Azam TV alisema wazi kwamba mchezo kanuni taratibu zake zinaendelea, na ana imani kwamba pande zote mbili zinajiandaa kwa ajili ya huu mchezo. Lakini alisisitiza kwamba kesho itatoka taarifa nyeti. Jana alisema kwamba mchezo uko tarehe 15 ile, lakini itatoka taarifa nyeti ambayo ndio siku ya leo. Taarifa nyeti ambayo imetoka kwa bodi ni ipi? Ni kusogeza mchezo kutoka 15 kwenda 25. Hii yote ni Juni. Kwa hiyo mchezo kimsingi umeamuliwa hapa. Na haya
Ndiyo maamuzi magumu ambayo tulikuwa tukiyazungumzia pia katika session iliyopita. Yes, kwa kile ambacho klabu ya Simba wamekiandika, maana yake kuna vitu vile ambavyo navifikiria. Kitu cha kwanza, inawezekana ikawa bodi ya ligi ilifanya mawasiliano ya chini ya carpet, ndio mawasiliano ya kuja kwenye public na klabu ya Simba juu ya kuambia mchezo huu inabidi usogezwe mbele kwa maana ya tarehe nyingine. Labda Simba hawakukubali, lakini hiyo ndio upande wa kwanza ambao najaribu kufikiria. Upande wa pili ambao naofikiria ni kwamba klabu ya Simba imepata taarifa kama tetesi ambazo zinaashiria kusogezwa mbele kwa mchezo huu wa dabi ya Kariakoo. Hivyo basi Simba alichokifanya ni kuja na taarifa wakiwahi, wakijihami kwamba mchezo huu wao hawatambui kama upo kwa maana ya siku tofauti na Juni 15. Klabu ya Young Africans jioni ya leo hii wamechapisha tangazo la kukubaliana na uwepo wa mechi siku ya Juni 25. Yes, na pale wameandika haina kipengele. Na hii haina kipengele ilikuwa ni kauli mbiu ambayo inatumika tangu March 8 kipindi kile kwenye ile dabi ya kwanza. Kwa hiyo na wao wamekuja kuonesha kwamba mechi yao ipo na haina kipengele na wao ndio timu wenyeji wa ule mchezo. Kwa hiyo maana yake wamekubaliana na mamlaka kama ambavyo wamepost. Lakini ile tarehe ya kwanza kwa maana hii Juni 15 ilikuwa ni yani Simba walikubaliana na Juni 15. Young Africans wamekubaliana na Juni 25. Tunasubiri kuona taarifa ya Simba ambayo kama wataachia kwa maana ya kujua kama mchezo watacheza siku hiyo ama itakuwa vipi. Lakini mpaka sasa taarifa yao ya mwisho juu ya mchezo huu walisisitiza kwamba tarehe tofauti na tarehe hii wao hawatambui mchezo huo, utakuwa batili. Kuna picha ambazo zimekuwa zikitembea na of course zimechapishwa pia hata na Ikulu mawasiliano, lakini pia tumeona klabu ya Young Africans pia wamechapisha ile picha inamuonesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amepiga picha akiwa na viongozi wa klabu ya Simba, akiwemo kiongozi wa juu kabisa ambaye ni mwenyekiti wa klabu hiyo Murtaza Mangungu, lakini pia akiwa na viongozi wa klabu ya Young Africans akiwemo Arafat Haji ambaye ni makamu wa rais wa Young Africans. Ikumbukwe rais wa Young Africans Engineer Hersi Said hayupo, yupo nje ya nchi kwa shughuli nyingine. Sasa basi maana yake nini? Maana yake kuna nuru inaonekana, kuna taswira nzuri, kuna picha nzuri inaonekana, pengine huu mchezo ukaenda kuchezwa. Hapo ni dots tu ambazo najaribu kuzifikiria, lakini hakuna uhalisia wa moja kwa moja. Tunajaribu kufikiria hivyo kwa sababu Ikulu mawasiliano wenyewe kwenye taarifa yao walisema tu kwamba ni kikao ambacho kimefanywa Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wa klabu hizi zote mbili, lakini hakikueleza kama kikao hiki ni kwa ajili ya dabi ya Kariakoo. Wenyewe walisema tu kwamba wamefanya nao mazungumzo na mazungumzo haya yamefanyika leo ndo Juni 13. Kwa hiyo na hiki kinachoendelea huku ndo unajaribu kuconnect dots, unaona kabisa kwamba raia namba moja wa nchi yeye pengine amejaribu kuweka mazingira sawa ili mchezo huu uchezeke. Na kimsingi mamlaka za ligi zinatamani kuona mchezo ukichezwa, hata uko FIFA wanatamani kuona mechi zikichezwa na sio story nyingine, lakini pia hata Watanzania tunatamani kuona mechi zikichezwa. Kwa hiyo hii movie, hizi songo bingo, hizi series ambazo zinaendelea kwa maeneo haya yote matatu, kimsingi ni vitu ambavyo havina afya nzuri. Ingawaje kila mmoja anajaribu kuangalia maslahi yake, lakini ni vitu ambavyo havina afya nzuri. Kama itatufikia hitimisho la mchezo kuchezwa, basi alright, itakuwa ni jambo zuri zaidi tukashuhudia kandanda ikipigwa. Hii ni Mzinga Sports.